Mtazamaji wa Channel 10, ni Ijumaa ya Februari 20 mwaka 2026. Karibu sana katika habari kwa ufupi kutoka hapa Channel 10. Mimi naitwa Emily Lazarus. Askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo amefariki dunia usiku wa jana Februari 19 majira saa 4 usiku akiwa anapatiwa matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam alipokuwa amelazwa. Taarifa hiyo ni kwa mujibu wa tangazo la kifo lililotolewa na Askofu mkuu wa Jimbo Katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Thaddeus Ruwa'ichi, ambaye pia amesema taarifa ya mazishi ya Kardinali Pengo itatolewa baada ya mipango yote kukamilika. Ikumbuke kuwa Polycarp Kardinali Pengo alistaafu rasmi kama askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam mwaka 2019 baada ya kufikisha umri wa kustaafu, ambapo mrithi wake ni askofu mkuu wa sasa Mhashamu Thaddeus Ruwa'ichi. Mwadhama Kardinali Pengo alipata daraja la ukardinali mwaka 1998 alipotunukiwa na Papa Yohane Paul wa pili na kuwa Mtanzania wa pili kuwa kardinali baada ya Mtanzania aliotangulia hayati Kardinali Laurent Rugambwa aliofariki mwaka 1997. Kardinali Pengo alizaliwa Agosti 5, 1944 huko Mwazie mkoani Rukwa na alipata daraja la upadri Juni 20 mwaka 1971 na baadaye mwaka 1983 aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea na baadaye Tunduru Masasi kabla ya kuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam mnamo mwaka 1998. Katika utumishi wake hayati Polycarp Kardinali Pengo, ambaye alikuwa msomi wa falsafa ya maadili yani moral theology, alichangia sana katika kueneza imani na huduma za kijamii, kuhubiri kwa nguvu umoja wa kitaifa, haki na utunzaji wa jamii. Na katika utumishi wake hayati Pengo alianzisha na kupanua parokia nyingi za Jimbo Kuu la Dar es Salaam na maeneo mengine. Pengo atakumbukwa kwa mambo mengi ikiwemo ni pamoja na kuendeleza huduma za kijamii ikiwemo elimu na afya nchini chini ya Kanisa Katoliki na kutetea umoja wa taifa za kijamii. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Naam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amepokea kwa masikitiko taarifa za kifo cha Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam, kilichotokea usiku wa tarehe 19 Februari 2026 katika taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI jijini Dar es Salaam. Rais Dkt. Samia anamkumbuka Kardinali Pengo kama kiongozi wa kiroho na mzalendo aliotoa mchango mkubwa katika kuimarisha imani, maadili, umoja na mshikamano wa kitaifa kupitia uongozi wake wa muda mrefu ndani ya Kanisa Katoliki. Ameongeza kuwa taifa limepoteza kiongozi alolitumikia kwa uadilifu na kujitolea, na kwamba mchango wake katika malezi ya kiroho na maadili utaendelea kukumbukwa, kuthaminiwa na kuenziwa. Rais Dkt. Samia ametuma salamu za rambirambi kwa Mhashamu Jude Thaddeus Ruwa'ichi OFM, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, viongozi wa dini pamoja na waumini wote walioguswa na msiba huu mzito. Aidha, Rais Dkt. Samia anaungana na kanisa, waumini na Watanzania wote kwa ujumla katika kipindi hiki cha majonzi, na anamuomba Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Naam, Rais wa Zanzibar. Naam, kumradhi mtazamaji. Chama cha Mapinduzi CCM kimepokea kwa huzuni taarifa ya kifo cha Baba Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, kilichotokea tarehe 19 Februari mwaka 2026 jijini Dar es Salaam. CCM kinatambua na kuthamini mchango mkubwa wa Mwadhama Kardinali Pengo katika kulihudumia Kanisa Katoliki na taifa kwa ujumla kupitia uongozi wake wa kiroho, maadili na huduma za kijamii katika miaka yake 55 ya upadri, miaka 43 ya uaskofu na miaka 28 kama kardinali. Aliweka alama ya uongozi na unyenyekevu, mshikamano wa kijamii na kujitolea kwa ustawi wa watu. Katika kipindi hiki CCM kinaungana na Kanisa Katoliki Tanzania, familia, waumini na Watanzania wote kuomboleza msiba huu mkubwa wa kuondokewa na kiongozi wetu wa kiroho, na wanamwomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo mahala pema peponi. Naam.
Mtazamaji, wakati tunaendelea kuomboleza kifo cha Kardinali Pengo, sasa tutazame kipande cha video kilichorekodiwa na wenzetu wa TV Tumaini. Ni Pugu pale ipo kaburi langu ambalo nategemea itaheshimiwa nizikwe pale. Nimezaliwa mwaka 1944 tarehe ya 5 ya mwezi Agosti katika kijiji kinachoitwa Mwazi kule jimbo la Sumbawanga. Nilipoambiwa na Baba Mtakatifu sasa nahama kutoka Tunduru kuja Dar es Salaam, nilipata mshtuko. Wataalamu wa Dar es Salaam watanisikiliza, watanionaje? Lakini jambo la kufurahisha na la kumshukuru Mungu ni kwamba toka mwanzo nimepokelewa na waamini wote na hata wasiokuwa waamini, na hii ikanisaidia kuimarisha makundi kama kundi la kina mama na Utoto Mtakatifu ambao umeendelea kuleta mchango mkubwa sana katika utume wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kuna shtuko kidogo kwamba umeshajichagulia sehemu yako ya kwenda kuzikiwa, pengine mtazamaji angependa kujua kwamba ni wapi. Kwa Afrika kaburi daima ni siri, lakini tangu nilipoingia jimbo kuu la Dar es Salaam nilikuwa na mahali ambapo nilikuwa napapenda sana kwenda kusali, kwenda kutulia tu, na mahali hapo ni Pugu. Na pale nasihi yule yeyote ambaye atapashwa kunizika anizike kwenye kaburi langu kule Pugu. Hakika Baba Kardinali Pengo alikuwa ni zawadi ya Mungu kwetu. Tekeleza neno hili, jiweke mikononi mwa Mungu na mwachie Mungu atekeleze mpango wake juu ya maisha yako. Asanteni sana. Na mtazamaji wa Channel 10, ni video fupi hiyo kutoka kwa wenzetu wa Tumaini TV ambayo umetumia kwa ajili ya kuweza kumuonesha mtazamaji, lakini nikimnukuu hapa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, yeye leo Februari 20 kutoka Ikulu Zanzibar ameandika: nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo cha Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, kilichotokea usiku wa tarehe 19 Februari 2026 katika taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI jijini Dar es Salaam. Kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ninatoa pole za dhati kwa Mheshimiwa Jude Thaddeus Ruwaichi, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, viongozi wote wa dini na waumini walioguswa na msiba huu mzito. Marehemu Kardinali Pengo alikuwa kiongozi mwenye hekima, msimamo na moyo wa kujitolea, aliyetumikia kanisa Katoliki na taifa kwa uadilifu na busara kubwa. Mchango wake katika kuimarisha maadili, amani na mshikamano wa kitaifa utaendelea kukumbukwa na kuthaminiwa. Na waombea wote walioguswa na msiba huu, Mwenyezi Mungu awape faraja na uvumilivu katika kipindi hiki kigumu, na marehemu apumzike kwa amani. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Na mtazamaji, ni mwisho wa kumnukuu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi alichokiandika leo kutokana na kifo cha askofu mstaafu Pengo. Lakini mtazamaji, naomba ni kusomea ratiba ambayo imetolewa na Kanisa Kuu Katoliki Dayosisi ya Dar es Salaam, ambapo siku ya Ijumaa ijayo ambayo itakuwa ni tarehe 27 mwezi huu wa pili mwaka 2026, mwili utafikishwa katika kanisa la Mtakatifu Joseph Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kutoa nafasi kwa watu kutoa heshima zao za mwisho. Lakini saa 10 jioni itafanyika ibada ya kuweza kumwombea Kardinali Pengo, na siku ya Jumamosi ya tarehe 28 ya mwezi huu wa pili mwaka 2026 kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 3:45 zitatolewa tena heshima za mwisho kwa mwili. Lakini tunaelezwa kwamba saa 4 mazishi yatafanyika kule Pugu ambako ndiko kaburi lake limeandaliwa. Mtazamaji, hapa jijini Dar es Salaam. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amen.
Naam, wilaya ya Sikonge kwa kushirikiana na serikali ya Canada imeanza kutekeleza mkakati wa upandaji miti milioni 1.5 kila mwaka, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha ukame na uharibifu wa mazingira. Mpango huo umeanza kwa upandaji wa miti ya matunda, kivuli na mbao katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo, huku serikali ya wilaya ikipiga marufuku watu wanaokata miti ya asili kwa madai ya kupanda miti mipya, ikieleza kuwa hatua hiyo inahatarisha ustawi wa mazingira. Akizungumza wakati wa zoezi la upandaji miti wilayani Sikonge, mkuu wa wilaya hiyo Bwana Thomas Myinga ametoa onyo kali kwa wananchi wanaokata miti ya asili kwa madai ya kupanda miti mipya, kwani jambo hilo linahatarisha ustawi wa mazingira na kuchochea athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunapanda miti maeneo ambayo pako wazi. Kama pana mti wa asili usikatwe, wachwe. Sasa hivi tumejikita kwenye miti ya matunda, watu watapata matunda, wataongeza lishe. Lakini tuna miti ya mbao, watu watapata malighafi za mbao. Lakini pia tutasaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wa wananchi walioshiriki zoezi hilo, akiwemo mkuu wa shule ya sekondari Usupilo Mwalimu Baraka Osea, wamesema wameupokea kwa matumaini makubwa mkakati huo, wakieleza kuwa utasaidia kuboresha mazingira, kuongeza kivuli shuleni na kuchangia kipato kupitia miti ya mbao. Tunapokata miti kuna athari. Kwanza tunasababisha uharibifu wa mazingira, lakini pia tunasababisha jangwa. Upandaji huu wa miti una faida nyingi sana kwa ajili ya shule. Kwa mfano, kwa ajili ya shule, miti ya matunda tumepanda ya kutosha, itakuwa ni chakula kwa wanafunzi hapo itakapokuwa tayari. Kutoka hapa wilayani Sikonge mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Na mtazamaji, na mara hii tugeukia habari za kimataifa, ambapo tunaelezwa Trump amezindua mkutano wa kwanza wa bodi yake ya amani mbele ya wawakilishi kutoka nchi 40 na waangalizi kutoka nchi mbalimbali, ambapo katika hotuba yake ameahidi kutoa jumla ya dola za Kimarekani bilioni 7. Aidha, amesema katika kiasi hicho cha fedha ni 10% tu ya dola ndiyo inayohitajika kuijenga upya Gaza baada ya uharibifu uliofanywa kutokana na vita vya miaka miwili kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas. Mbali na ahadi ya ufadhili, baadhi ya nchi zimesema zinatuma vikosi Gaza kuwa sehemu ya kikosi cha amani. Nchi hizo ni Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo na Albania, huku Uzbekistan na Kuwait zikitarajiwa kuchangia kitita hicho cha fedha cha ujenzi wa Gaza. Mkutano huo wa bodi ya Trump umefanyika huku kundi la waandamanaji kati ya 30 mpaka 50 wakiwa wamekusanyika nje ya jengo lililokuwa likifanyika mkutano huo. Na katika michezo tunaelezwa chama cha soka wilaya Nzega, Nzedifa, kimeiagiza timu zote za mpira wa miguu zilizopo wilayani Nzega kuhakikisha zinasajiliwa BMT na kujiunga rasmi na chama hicho ili ziweze kushiriki mashindano ya ndani na nje ya nchi. Akizungumza kwa niaba ya chama hicho, afisa habari wa chama cha soka wilaya Nzega, Nzedifa, Happiness Suleiman, amesema kuwa timu zote zinatakiwa kuwasilisha katiba ya timu, barua ya maombi ya wanachama, muhtasari wa uchaguzi wa viongozi pamoja na nakala ya cheti cha usajili wa BMT kwa timu ambazo tayari zimesajiliwa. Chama kinawaelekeza wadau wote wenye timu za mpira wa miguu aidha ziwe zimesajiliwa BMT ama bado hazijasajiliwa, ili kuendelea kujihusisha na mpira wa miguu sharti zitambuliwe na Nzedifa. Lakini pia ili kuwa mwanachama wa Nzedifa, timu ziwasilishe nyaraka zifuatazo kwa katibu wa Nzedifa: katiba ya timu, barua ya kuomba uwanachama, mhitasari wa uchaguzi wa viongozi pamoja na faili liwe juu liandikwe jina la timu. Timu ambayo haitatekeleza agizo hilo basi haitapata fursa za kushiriki mchezo huu ndani na nje ya Nzega. Hili ni agizo la kikatiba. Timu zitakazojisajili Nzedifa ila zikawa na usajili BMT zitapata fursa zote zitakazopatikana, ikiwemo kutambuliwa kama mwanachama wa Nzedifa. Timu zitakazojisajili Nzedifa ila zikawa hazina usajili BMT zitapata fursa za kushiriki ligi za wadau tu kama vile ndondo. Lakini pia ikumbukwe, na fursa hii ya usajili ambayo imetolewa mwisho wake utakuwa ni mwezi wa 4, ambapo hakutakuwa na pesa yoyote ya kutozwa. Zaidi unakwenda kusajili timu yako bure kabisa. Wadau wote wa mpira mnaopenda mpira wa miguu mliopo wilaya ya Nzega, ningependa kuwataarifu kwamba hii ndiyo fursa ambayo mnatakiwa muitumie vizuri. Mtazamaji, pale saa 1 usiku leo utaletwa mengi
zaidi ya haya ambayo tumekuletea katika habari kwa ufupi leo mchana huu tarehe 20 ya mwezi wa pili mwaka 2026 ikiwa ni Ijumaa. Mimi naitwa Emily Lazarus, naomba nikushukuru na nikutakia mchana mwema.